I hope uko fine mtazamaji wa 6 Media. Karibu katika Love Zone. Humu ndani tunakutana watu wawili humu. Langu jina ni Deogratias Msovela, hilo ndio jina langu halisi. Ukipenda ni Deo Mpimba, lakini zile pisi zote kali najua wananifahamu kama Ichibi wa taifa. Ukipenda niite Mr. Love Zone. Langu jina ni Rebecca Shembilu, hilo jina ambalo nimepewa na wazazi wangu kabisa. Ila jina bwana la kujitafutia riziki hapa mjini, naitwa Sweet Lady, mtoto wa Kitanga mwenye rangi yangu moja tu mwili mzima. Kabisa kama tunamuona, rangi moja mwili mzima. Yeah. Sasa leo bwana humu ndani mtazamaji tuna mada kabambe sana nzuri. Inasemaje? Je, ni sawa mpenzi wako kuwasiliana na ex wake? Wewe unaonaje mtazamaji? Ni sawa ama si sawa? Endelea kudondosha komenti yako hapo. Baadaye tunaweza tukapita nayo kwenye ujumbe ule mfupi kwenye namba 071655 pale 7710. Dondosha hapo komenti yako. Si baadaye tutaruka nazo. Mimi binafsi bwana, mpenzi wangu kuwasiliana na ex wake inategemea. Lazima itegemee kwanza. Naweza nikasema ndio inawezekana, au pia nikasema hapana haiwezekani. Ndio inawezekana kama atakuwa wana watoto. Ni sawa kuwasiliana kwa sababu wale ni wazazi ambao tayari wana watoto ingawa waliachana. Kwa hiyo lazima wajuliane hali, pia lazima wajulie hali familia watoto zao waliozaa wote. Kwa mtoto anaendeleaje, mtoto anahitaji kitu gani kwa ajili ya shuleni hivyo. Lakini pia kwa pale mwingine unaweza kusema kwamba ni hapana. Ikiwa hamjaeta kuzaa hata mtoto mmoja, hata kusingiziwa tu hamna. Sasa kama hapo mjazaa hata mtoto mmoja. Sasa mnawasiliana mnatafuta nini? Yaani kwanza mnakuwa mnaongea nini? Ndio mwanzo penzi linaporudi. Au ndio tunatoka yani huyu sasa hivi lipo tu ili yani halina lolote, ila yani unajua kuna hizo yani ila message kama hizo bana. Au ndio sio kaziona mwenyewe. Yale maneno wanayosemaga kwamba ex anarudiwa, achana. Ex nini? Ex achana. Lakini ex pia arudiwa. Ndio maneno wanayoendelea kusema. Hapana, kwa sababu hadi imefikia hatua ya kuachana kama kuna kitu kilikuwa ni kimesababisha dinyi mmeachana. Na sababu haiwezekani kaa ndogo. Hamwezi kuachana kwa sababu tu bwana hujanitafuta leo asubuhi muachane. Kuna chanzo ambacho kimewaachanisha. Na ukiona mpenzi wako anakuambia hivi bwana kwanza tuachane maana nimeona hata asubuhi hujanitafuta, shtuka. Wewe ndio ulikuwa kipenzi king'ang'anizi ila yupo mwenyewe anayemiliki. Hivyo yani. Ila hapo kwa upande kwamba mimi mpenzi wangu asiliane na ex wake kama hivyo nilivyosema kwamba labda wao wana mtoto au watoto. Sawa. Hawajazaa, hawana mtoto wala watoto. Hapana kwa kweli. Hapo hapana kabisa. Sasa wewe unamtafuta una shida gani? Ili weje? Unamwambia nini? Afu sasa hata kama akiwa na mtoto kuna time za kumtafuta. Wewe unamtafuta yule ex wako saa 6 usiku, saa 5. Unategemea nini? Na yule mpenzi wako unakuta saa nyingine kaoa. Usiku huo yuko na mpenzi wake anahudumia ndoa yake. Wewe unaanza kuleta tena chokochoko. Unamtafuta tena nini ili iweje? Mimi labda nisijue. Ila nikijua moja, kwanza mimi nina wivu. 2, mimi ni mkorofi. Ukiniangalia kwa haraka sema dada ni mpole mashallah, lakini mimi ni mkorofi. Yani mimi nataka mtu ambaye ametulia, ana vipengele. Kwanza mimi ukishakuja kwangu nakwambia ushakuwa na mahusiano. Kwa mfano kama sasa hivi. Ushakuwa na mahusiano? Sijawahi. Kwa mimi ndo kwanza nikamwambia ndio. Kama una ex? Nikamuuliza unashakuwa na mahusiano? Akaniambia ndio. Kawaje? Akanena. Nikasema sawa, mna shida. Kwa hiyo sasa hivi mnawasiliana? Akasema hapana. Na ni kweli hawasiliani. Kwa sababu nishamwambia mimi nina wivu, afu mimi sio mpole. Ingawa wewe mimi ni mpole, mimi sio mpole. Ila unakuta wengine sasa unakuta mtu amezaa huko. Wameshaachana na mpenzi wake. Na mwingine unakuta mwanaume naye kashaachana, kashapigwa tukio huko na mpenzi wake. Sasa wale wakikutana ndio mapenzi yao yananoga. Tena na kwa penzi shata inarudi tena ni vile mara 3 yake. Kabisa. Kama ndo alikuwa anaoga tu maji alotiwa elix, sasa ataoga maji mpaka alotiwa tu ila nazi. Kwa sababu sasa pale huko nilipoenda hamna chochote. Ila bwana kiukweli bwana kila mtu atuwe tu na mpenzi wake. Kwa sababu huko nje inavyosemekana hali si nzuri. Wewe unasema huyu mpenzi wangu hata anipe hata hela kusuka. Mwenzio apewi chochote, bora hata unatumia vocha ya buku au ya jelo.
mwenzie apewe chochote. Kwa kila mtu atulie tu na mwenzie, wajenge maisha. Ndio mwanzo wa kuhudumia ndoa yako. Kwa sababu kwa unahangaika unaenda huku na huku na huku, hiyo haipendezi. Haipendezi kabisa. Na tukiangalia sasa, asilimia kubwa tukiangalia hizi ndoa zinavunjika kutokana na ma-ex kuzivuruga hizi ndoa. Unakuta mwanaume alizaa na mwanamke, wakaja wakaachana. Hiyo mwanamke akaenda na mishe zake na mwanaume naye mishe zake. Unakuta mwanaume katoka kaenda kaoa mtu mwingine. Sasa kamleta mle ndani. Na huyo mwanamke aliomuoa hana hata mtoto. Ama unakuta saa nyingine ana mtoto. Tena haswa akiwa na mtoto tena. Unakuta yule mwanamke aliolewa yule ndani. Sasa mumewe yule ex wake wa zamani waliozaa na yule mtoto anaanza kumpigia yule mwanamke. Kama mwanaume pale lazima ujisikie vibaya. Haswa kwa nini huyu mwanamke anawasiliana na mpenzi wake? Kuna nini? Huyo mwanaume kuna nini anachokitaka kwa mpenzi wake? Ila bwana, mahusiano ambayo hayana wivu sio mahusiano. Lazima mahusiano yawe na wivu. Yawe na wivu ili anoge. Lazima nikuone wivu ili anoge. Wivu kama kichocheo kwenye ndoa. Kwenye mahusiano pia lazima yani ili achangamke. Kwa sababu mimi binafsi nikuone umekaa na rafiki yangu, yani umekaa kiasala sala. Mimi hata sianzishi pale ugomvi. Wala siangaki na rafiki yangu. Mimi nadili na wewe. Sababu nishasema mpenzi hawezi kunigomesha mimi na marafiki zangu wala ndugu. Sasa marafiki washikaji zangu, maana mimi bado rafiki sina. Mimi nina washikaji. Yaani unajua kuna wewe unaambiwa hivi, usifananishe rafiki na wale watu wa kampani. Watu tofauti. Mimi kiukweli mimi rafiki sasa kupigia siri zangu kabisa. Sina. Mama yangu labda. Na siwezi kumwambia zote. Mimi hakuna mtu ambaye kumwambia siri zangu zote. Hakuna. Unabaki nazo mwenyewe. Mwenyewe ndani ya moyo wangu basi. Unahangaika nazo. Nahangaika nazo, tumesema kitu fulani kinchef kifanyaga. Kwa sababu rafiki ukishamgia siri zako, mwisho wa siku mmegombana tu kidogo. Atasema, unajua kuna wale rafiki ambao yani una ushoga yako ile kindaki. Siku zimeenda, mmegombana, mnachambana pale mtaani, labda mnasemana. Utasikia na maana ajikojolea, na maana kunizimaga nguo. Mimi rafiki kama ndo siupendi. Kwa hiyo mimi rafiki sina wa kumwambia siri zangu kabisa 1 2 3. Sina. Hapo sasa tukiangalia sasa kwenye mada yetu hii, unakuta ma-ex wengi sana unakuta wanaenda kuvuruga ndoa. Unakuta mtu ana mtoto wake. Mwanamke amezaa na mwanaume. Anaamua kwenda kumchukua yule mtoto yule, anampeleka sasa kwa mwanaume kule. Na unakuta mwanaume naye kaoa, hajamwambia mke wake kwamba ameoa. Na hapo inaleta vurugu kwenye ndoa hiyo. Kwanza hamna kitu kigumu kama vile kumlea mtoto wa kambo. Kwa nini? Mtoto wa kambo? Yaani hiyo ni kama mtoto wako, ni damu yako. Ndio, lakini mimi afuna pa naumwa hoi na mamake pia naye anaumwa. Mimi ataniacha atamfuata yule. Mama ngombe kulea mtoto kama kwanza ni kazi sana. Kwanza hivi kumlea mtoto wa mtu ni kazi. Hasa kwetu sisi. Yaani mimi mpenzi wangu abalisha zaa huko, sasa mtoto wake sasa ndo ameta pale tuishi naye. Mimi siwezi kwa kweli. Akati kwa mama yake. Yaani niwe tu mkweli, siwezi. Kwa sababu kuna matokeo ambayo nilishawahi kuona kwa ndugu zangu. Yalishawahi kufanyika. Matokeo yapi? Watu waishapi? Yaani unampenda yule mtoto, unampenda kweli kweli. Kwa mfano labda ana sherehe, labda unamfanyia sherehe kwa moyo mmoja, inakuwa kubwa, watu wanafurahi, unampenda, anaolewa. Unakuta mali inakuja kutolewa pale, lakini anakuwa amekulamba kisogo. Unajua maumivu ni makubwa sana anakuwa hapo. Yaani kumbe unakuta yule mtoto yule tena mbaya zaidi. Umkuta sasa yule mama yake anaomba baba ushirikina. Hivi unajua kuna nani kwa mimi hapa kwa sisi hapa sisi tutakitanga ushirikina. Mimi ushirikina ninaujua. Ila siupendi na sijai kuufanya. Hujawahi kufanya. Na siwezi kumfanyia mtu. Kwa sababu mimi siwezi kusema kwamba eti mimi simjui mganga. Eti mimi sijui eti dawa ya kuvukiza. Huo ni uongo. Najua kabisa. Ila sasa hapo kwamba hivi mtoto yule ambaye mamake ana tabia za ushirikina. Unajua kuna majani fulani hivi, ule mtoto fana kenda likizo kwa mama yake. Hakirudi nayo. Hakiyafanya tu hivi akiyasambaza. Niamini mimi, umo ndani mtapigana nyie, mtagombana, iondoe sikudumu. Majani gani hayo? Majani yake sikutaji. Hayo majani ya kambi. Ila hayo mambo ni kweli. Hapo mimi kulea mtoto kambo siwezi. Sina huo moyo hata. Kwa maneno hayo hata mpenzi wako akiwa na mtoto kule. Yaani hivi, akiamua kumleta kwako. Uwezi.
siwezi. Uko lazima ndoa yako ivunjike. Mimi sio tu mtoto tu wa kambo. Ivunjike tu sasa nitafanya. Yaani siwezi, ni tumkweleni siwezi kwa sababu ule mtoto ule unajua kwa watu wengine ni waongo. Umempa chakula kashiba na ushamwongesha katulia pale. Babake kaingia tu anajingonyesha kama vile ajala. Nini sijala tangia asubuhi wewe utabisha. Kumbuka ile pale damu yake lazima umwamini ule 100%. Mimi kwa nini ile mtoto wako? Hakai kwa mama yake. Kama imeshindikana kwa bibi yake. Mama yako mzazi hayupo. Sio mama kwa dogo na si bibi zake pia. Mpeleke huko. Mimi sio tu mtoto tu wa kambo. Mimi hata mtoto wa ndugu siwezi, naogopa mimi jamani. Mimi kumuzwa mimi lawama sitaki. Unajua mtoto na mtoto mchukue kiwa amelala, akiamka mrudishe kwa mama yake. Yaani mimi sitaki, naogopa lawama. Yaani naogopa lawama pia, sipendi lawama, sipendi mimi mtu analaumu kwa sababu wewe ndio umesababisha. Kila mtu alee mtoto wake. Ila ikitokea kama wazazi la bana. Mimi nalea. Unalea vizuri. Kama wazazi wake sio basi hawana uwezo. Mimi pesa nitatuma. Ila kila mtu apambane na mtoto wake. Kulea mtoto wa mtu ni ngumu. Hamna mtihani. Watu wengi wasema hivi. Sawa ndio mtihani ni mgumu. Watu wasema kwamba mtihani mgumu ni siku kwenda kutambulisha ukweni. Pia mtihani mgumu ni kulea mtoto wa mtu ambaye hujamzae mwenyewe. Hasa sisi wanawake. Hapana. Kwa sababu sasa wewe unakuta mwanamke upo kwenye ndoa miaka 10, una mtoto. Mwanaume ana mtoto wake, amekuletea pale umlee. Unashindwaje sasa kumlea? Hapana, masimango yataanza. Mawifi nao wataamka. Mawifi utasikia wanasema, umeshindwa. Sasa umetusa mke mwenzio hapo mtoto. Mimi sitaki. Kwa sababu tunavumiliana katika raha na shida. Kila mtu alee mtoto wake. Yaani niwe tu mkweli katika sekta hiyo. Sitaki kumdanganya Mwenyezi Mungu mimi. Hata kama nina kipato kiasi gani. Yaani mimi nalea mtoto wa mtu kama wazazi wake walifariki. Sasa mtazamaji, umeona hiyo mada ilivyokuwa tamu. Sasa tukirudi kwenye message zile ambazo mlizotuma kwenye 0716157710. Kuna huyu mmoja hapa anaitwa Amina. Kutokea Ilala anasema hivi, yeye kuwasiliana na ex wake ilikuwa zamani. Sasa hivi. Sasa tukiachana na message ya Amina, tuende kwenye message nyingine ya Christopher. Christopher anasema hivi, yeye anawasiliana bado na ex wake kwa sababu wamezaa mtoto. Hiyo sawa. Lakini sasa hapa kwa Christopher inategemea anawasiliana naye vipi. Kwa sababu ya mtoto? Ndio, kwa mtoto. Je, unawasiliana saa ngapi? Ama kama unatimiza yale majukumu yako yale ya kumlea mtoto yule, kuyatuma kwa wakati. Hizi simu unakuta hamna. Yaani kama ndio mwisho wa siku unakuta sasa mapenzi sasa unakuta sasa yule ex wako anaanza sasa kuanza kutuma vimessage. Babe, nimekumisi baby, nimekumisi sana. Ndio hivyo vimessage vinaanza sasa. Lakini kama unatimiza majukumu hapo hamna hivyo visimu. Mimi kama mpenzi wangu anasema na ex wake kwa sababu baba ana mtoto, wanamhudumia. Ampigie mpenzi wangu muda wote. Kwa sababu gani? Unajua mtoto anaweza akachukua hata nauma hata saa 6 usiku. Hasa kweli baba mtu asipokee simu kwa sababu yangu mimi, hapa na apokee. Kwa sababu hapo tutakuwa tunatetea afya ya mtoto. Umeona? Ila kwa mtu mwingine niko tunakusalimia, wewe ujinga mimi ndio sipendi. Na huyo mtoto huko kwa mama yake. Mimi mtoto wa mtu aje labda aje likizo. Unajua likizo sio ndefu sana. Mwezi mmoja, wiki mbili. Mimi nakaa naye bila shida. Miaka na miaka babake na mamake wapo. Siwezi. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Love Zone, na humu ndani tulikuwa watu wawili. Langu jina wananiita Deo Mpemba, sauti ya dhahabu. Zile pisi zote kali wananifahamu kama Ichibi wa taifa. Kipenda niite Mr. Love Zone. Langu jina bwana anaitwa Sweet Lady, mtoto wa Kitanga milangi yangu moja. Ila jina nililopewa na wazazi wangu kabisa. Naitwa Rebecca Shembilo. Mtazamaji, na usisite kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama 69 Media. Lakini kwa wale familia yangu wanaotufuatilia katika YouTube, kule tunapatikana kama 69 Media Pro. Unakuwa wa kwanza kupata zile update zote na vipindi vyote kutoka hapa 69 Media.